بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Safar mwaka wa 1443 katika darsa ya risala usul السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. تفكية قول المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. tulibakisha sehemu ndogo katika sharh ya Sheikh Rajihi hafidhahullah, ambao tutajaribu leo biidhnillah ta'ala tumalizie. قوله: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. katika اعتقاد أهل السنة والجماعة katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, أهل السنة ni wenye kutawakaf na kusimama pale pale iliposimama Qur'an na Sunna bila ya kuzidisha. يعني لا نتجاوز القرآن والسنة، فما جاء من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبته ولا نزيد ولا نتجاوزهما، وهذا هو مذهب الأئمة. maana yake hapa ni kuwa hatuongezi na kuitangulia Qur'ani na Sunna. Kile kilichokuja katika majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na Sunna, ahlu sunna ni wenye kuthibitisha vile vile, wala hatuzidishi zaidi ya kile kilichokuja katika Qur'an na Sunna. na hii ndio madhhab ya a'immatu salaf. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذكر القدم، وما أشبه هذه الأشياء. الإمام الترمذي بعد يكتاج حديث أبي هريرة سيما zimepokelewa riwayat nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة، kumepokelewa riwaya nyingi. mfano wake riwaya zinazotaja jambo la kuwa watu watamuona Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kutaja unyayo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake katika sifa kama hizi. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة. kisha akasema al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah kuwa na madhehebu katika hili jambo kwa ahlul ilmi katika maimamu wa salaf, مثل سفيان الثوري
ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا هما إماموتي ومبكيع مبكزي هاي كشا وكسيما تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف hadithi hizi ni zenye kupokelewa na tuziamini wala hatuulizi namna gani hatuulizi ni vipi ziko sifa za Allah subhanahu wa ta'ala وهذا الذي اختاره أهل الحديث الإمام الترمذي أبو عيسى endelea kusema kuwa na hili ndio chaguo walilochagua أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت kuwa hizi hadithi zipokelewe kama zilivyokuja wayu'manu biha na watu waziamini vile zilivyokuja wala tufassaru wala tutawahamu wala hazitafsiriwi kwa tafsiri ya makosa wala mtu hapitishi fikra yake katika kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wala yuqalu kaifa wala hayulizi swali sifa yoyote ya Allah hayulizi swali hili iko vipi وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه نين أمر أهل العلم وليشجعوا نكويفواتا إن قول ليفواتا أهل العلم قال الشيخ الراجحي وطريقة السلف الصالح الاقتصار على ما جاء في الحديث ننجيه ولويما وليتنقليا نكوا wao hutosheleka na vile ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothabit روى الأوزاعي عن الزهري ومكحول أنهما قالا الإمام الأوزاعي apokea kutoka kwa Zuhri na Makhul kwa hawa wawili wamesema umdhul ahaditha ala ma jaat yani zipitisheni hizi hadith kama zilivyokuja وقال الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة أمر الأحاديث كما جاءت بلا كيف يعني زبتشيني زي حديث زي منيني كما زي الفقوجة بلا يقول إذا سؤالي ذا نمنغاني زيكو صفة الله ومعنى أمر الأحاديث يعني في الصفات كما هي عليه نؤمن بمعناها وما دلت عليه مع عدم التعرض لها بالتحريف ولا بتأويل ولا بتكييف نمانا أمر الأحاديث بمعنى hizi ahadith zilizokuja katika sifa za Allah kama zilivyokuja tuamini maana yake na zamaanisha nini tuelewa kusema istiwa yaeleweka maana yake nini si ati yaeleweki tuelewa maana istiwa katika lugha yaeleweka lakini uhakika wa ile sifa hakuna anayejua isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi hatuingilii hizi sifa kuzipindisha maana yake au tukazitafsiri maana yake isiyokuwa ile ambayo imekusudiwa na Qur'an na Sunna au tukazipa namna kwa hatuji hapa tukasema kuwa maana ya yad ni qudra ni uwezo sababu jambo hili haliko katika lugha ya Kiarabu wala halijulikani kwa sisi tunajua yad ni yad katika lugha lakini iko namna gani sifa hii Allahu a'lam sisi hatujui sifa iko vipi anayejua nani yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ويقول الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدته وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته سمى الإمام الصابوني رحمه الله ما إمام كتكه أئمة السلف رحمهم الله hawako ikhtalifiana kuwa Allah yuko juu ya arshi yake na kuwa arshi yake iko juu ya mbingu iko juu ya mbingu zote saba yuthbituna min dhalika ma athbatahu Allah ta'ala wao wathibitisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekithibitisha ويؤمنون به نوامين ويصدقون الرب جل جلاله في خبره نبيهم مصدقيش الله سبحانه وتعالى katika habari aliyowapa aliposema الرحمن العرش استوى ni Allah aliyesema thumma istawa ala al-arsh
ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره. kwa vile vile Allah alivyojitaja kuwa yeye yuko juu ya arshi yake, na ahli sunna pia wasema hivyo hivyo kwa dhahiri ya ile aya ilivyokuja. wayakiluna ilmahu ila Allah, lakini ilmu ya namna ilivyo ile sifa wayegemeza kwa nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fahadhihi tariqatu as-salaf as-salih radiyallahu anhum, hii ndio njia ya salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. ولهذا روى الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير عن الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. أسمى والله mimi kuwapigia vita hawa wanaorudisha ahadithi za Mtume sallam na kuzikataa yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kupigana na mfano wao katika kufar min al-atrak, katika vita vya mapanga. Ni kuonyesha kuwa watanguliza ar-radd ala al-mukhalif hata juu ya kumpiga vita adui yake wa wazi, sababu huyu ni adui wa ndani, hatari yake ni kubwa zaidi. وهذا قد يفهم منه تكفير المعطلة. na hapa pia ni kama tufahamu kuwa ni kama salaf walikuwa wakiwakufurisha wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ويكون غزوهم بالرد عليهم وتبيين باطلهم وكشف شبههم, na kuwapiga vita hawa ahlul bid'ah ni kuwarudi na kubainisha batili yao na kuzisambaratisha na kuziweka wazi shubha wanazokuja nazo. Salaf walikuwa kilichukulia jambo la rudud kuwa ni jambo adhimu katika dini, ni msingi adhimu katika dini, kuwarudi ahlul bid'ah kwa haki na ilmu na insaf. Leo watu waona ni sifa kusema kuwa mimi manhaji ya rudud mimi sipendi, unajua mimi sipendi mambo ya raddi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha wewe uamrishe mema na kukataza maovu, ni kama wasema mimi sipendi jambo kuamrishana mema na kukatazana maovu. hii ni katika al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. ar-radd 'ala al-mukhalif ni katika al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. vipi utachukia hili jambo? Alafu sasa litokee hili neno kwa mtu ambaye ajinasibisha na manhaji ya salaf, mtu ajiita kwa yeye salafi kisha sema mimi mambo ya rudud siyapendi. wewe vipi upende sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kulichukia isipokuwa nilifanye kwa insaf na ilmu na kwa mipaka ya kisheria, ndio itakuwa liko sawa tu. Sasa hili neno siku hizi limekithiri kwa sababu awamu waona hawa ndio wazuri, hawa ndio ambao wafanyi rudud, hawa ndio wazuri. Kwa jamaa wakaathirika mpaka wakaenda katika kufuata mrengo kama huo wa kujipendekeza, na hili ni kosa kubwa sana. Hili ni kosa kubwa sana ambalo linafanywa na baadhi ya tulab al-ilm, kuchukia suala la ar-radd 'ala al-mukhalif, bali hii ni ibada adhim, bali ni katika jihad fi sabilillah, kurudi watu wa batil na kuweka wazi shubuhat za watu wa batil ili watu wajiepushe na wao, watu wajiepushe na shubuhat walizokuja nazo. Ni ibada adhim sana, bali ni jihadi kubwa ambao aima walikuwa wakipigana jihadi, kama mfano haya maneno ya Imam al-Humaydi rahmatullahi ta'ala alayhi. قوله ونقول الرحمن على العرش استوى، يعني تقرأ أيها السني هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فتثبت الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته فتمرها كما جاءت. بمعنى wewe mtu wa sunna wasoma hii aya ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, kwa wathibitisha sifa ya al-istiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo waipitisha hii aya kama ilivyokuja, قوله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. فمن زعم أن الله غير مستوٍ على عرشه فهو معطل جهمي. atakayedai kuwa Allah hayuko juu ya arshi yake, huyu ni jahmi muattil, amekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah ndiye alijisifu na sifa hii.
معطل من التعطيل والتعطيل هو الخلو والفراغ تعطيلا كواچا كوبوكونيا صويل صفة من قولهم الدار معطلة إذا خلت عن ساكنها ikiwa nyumba haina watu sema nini ni dar muattala nyumba iliyoachwa walibil muattala idha lam yakun laha ra'i kama ngamia pia usipokuwa na uchungaji tu muattala wa qawluhum lilmar'ati allati laysa fi yadiha huli muattala فيقال لمن أنكر وجود الله وجعل هذه المخلوقات ليس لها خالق معطل عندكم يقول atheist ويتا atheist wale wanaokanusha muumba wa hivi viumbe kuwa hao waitwa muattila kwa sababu wamemkanusha yule aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala ingawa hii ni kwa kibri tu lakini huwezi kukataa ويقال لمن أنكر الأسماء والصفات معطل كذلك من يكنوش majina na sifa za Allah huitwa nani muattil kwa sababu amekanusha na kuzikataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala والجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان وتقدم جهم بن صفوان tumemzungumza huko nyuma alhamdulillah kipengele kinachofuata chafungamana na i'tiqadi ya al-khawarij na tofauti baina ya aqida ya khawarij na aqida ya ahli sunnati wal jamaa na tutakuja kuzungumzia inshallah taala kuanzia kikao kitakachokuja idha ahyana Allah na nafikiri baada ya hiki kutakuwa na kipengele cha mwisho kabisa ambacho amekizungumza kwa kifupi sana na ndio itakuwa mwisho wa الكتاب بإذن الله تعالى نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تكميله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك